Nirudieni mimi, asema Bwana. Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya Injili ya siku. Leo Jumatano, juma la kwanza, kipindi cha Kwaresima, mwaka A wa Kanisa. Masomo ya leo. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Nabii Yona, sura ya 3 aya ya kwanza mpaka aya ya 10. Na Injili takatifu kama ilivyoandikwa na mwinjili Luka. Karibu tusikilize Injili. Makutano walipokuwa wakimkusanyikia, Yesu alianza kusema, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa Mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Malkia wa kusini ataondoka siku ya hukumu pamoja na watu wa kizazi hiki, naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alikuja kutoka nchi za dunia aisikie hekima ya Sulemani. Na hapa pana mkubwa kuliko Sulemani. Watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona. Na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Katika somo la Injili tulilolisikia, limeanza kwa kumuonesha Yesu akitamka maneno makali kabisa, maneno magumu, na kwa kweli ni maneno ambayo yanaweza kujeruhi na kupondaponda kabisa moyo wa yule anayemsikiliza. Anasema kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara, ila ishara ya Yona. Sasa ni kwa nini wanatafuta ishara? Wanatafuta ishara huenda ni kwa sababu mila, desturi na tamaduni za Kiyahudi zilikuwa zimejengwa katika mambo au vitu vinavyoweza kushikika, yaani tangible, katika miujiza na ushahidi unaoonekana kuhusiana na swala zima la mambo yanayohusiana na uwepo wa Mungu. Yaani toka miujiza iliyofanywa na Musa katika kitabu cha Kutoka na muujiza uliofanywa na Eliya katika kitabu cha Wafalme, muujiza wa kushusha moto kutoka mbinguni na kuiteketeza sadaka ya kuteketezwa pamoja na kuni, mawe, mavumbi, na ukayaramba yale maji yaliyokuwemo katika mfereji. Matukio ya namna hii yaliwafanya waamini kwamba mambo ya kimungu ni lazima yaambatane na yasindikizwe na ishara mbalimbali. Sasa kutokana na huo mtazamo na uzoefu waliokuwa nao kuhusiana na mambo ya kimungu ni namna gani yanapaswa kuwa, ndiyo maana labda wanataka ishara kadha wa kadha ili waweze kuthibitisha mamlaka yake na waweze kuthibitisha, je, huyu ndiye Masia? Lakini pia inaweza ikawa labda ni kwa sababu hawa watu walitaka ishara, sio kwa sababu labda walikuwa wanatafuta ukweli au thibitisho wa mamlaka yake. Hapana, nia yao walikuwa wanatafuta kumuingiza katika mtego au kumdhihaki tu, kwa sababu kabla ya hapo katika sura za mwanzoni mwa Injili hii Yesu alikuwa ameshawaonyesha ishara nyingi kwa kufanya miujiza mingi, ikiwemo kumponya mkoma, kumponya aliyepooza mkono, kumponya mtu mwenye pepo katika nchi ya kipagani, yaani
nchi ya Wagerasi. Na pia alikuwa tayari ameshafanya miujiza, hasa muujiza wa kumfufua binti wa Yairo na miujiza mingine mingi. Ingawaje mambo haya yalikuwa yameshatendeka, bado tena wanadai ishara. Na ndiyo maana Yesu anawaambia, kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Wapendwa taifa la Mungu, fundisho tunalolipata hapa ni kwamba kama vile hawa waandishi na Mafarisayo walivyokuwa wanatafuta ishara ili wathibitishe mamlaka yake na wathibitishe kwamba huyu ndiye Masia na wapate kuamini, wakati mwingine Mungu anaongea nasi kwa kujifunua kwetu kwa namna na ishara tofauti tofauti, kama vile kupitia makuhani wake, ndugu zetu, watu wetu wa karibu, au kupitia hata wale watu tusiowafahamu, ili kufikisha ujumbe wake. Lakini kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu na namna tunavyowachukulia ni kana kwamba ni watu wa kawaida sana, hawawezi tuambia lolote. Kumbe hao Mungu ameamua kuwatumia kuwa chombo chake ili wakufikishie ujumbe. Kwa hiyo tunashindwa kumwona Mungu katika hao watu. Na tena sisi hatuishii hapo tu, bali tunakwenda mbali zaidi. Tunaanza kutafuta ishara huku na huko, hasa miujiza, kwa kutapatapa na kuwayawaya katika mambo ya kidunia, hususa mambo potofu, na matokeo yake mioyo yetu inakubuu dhunubu. Dhunubu maana yake ni uovu tele au dhambi nyingi. Na kuhusiana na kupewa ishara ya Yona, kama tunavyofahamu, Yona katika maandiko matakatifu ni nabii ambaye alipata ujumbe wa Mungu ili kwenda kuwahubiria watu wa Ninawi. Akajaribu kumtoroka Mungu, lakini baadaye akamtii kwenda kuhubiri toba katika mji wa Ninawi. Na kulingana na maandiko matakatifu yanavyosema, wakati alipokuwa amekataa kuhubiri neno la Mungu, tunakumbushwa ya kwamba badala ya kwenda Ninawi, yeye alianzisha safari nyingine ya kuelekea Tarishishi ili ajiepushe na uso wa Bwana. Alipokuwa merikebuni, upepo na tufani kuu ikawajia, hata merikebu ikawa karibu kuzama na kuvunjika. Na baadaye walipogundua kuwa yeye ndiye sababu ya mambo yote hayo, wakaamua kumtupa baharini, na Bwana alikuwa tayari amekwisha weka samaki mkubwa ili ammeze, naye akakaa ndani ya tumbo la samaki yule kwa muda wa siku 3 mchana na usiku. Ndugu wapendwa, tukihusianisha na ishara hii ya Yona, yaani kukaa kwa Yona ndani ya tumbo la samaki kwa muda wa siku 3 mchana na usiku, na Yesu anaposema kizazi hiki ni kizazi kibaya, kinatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya Yona. Maana kama vile Yona alivyokuwa ishara kwa Waninawi, ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu kwa kizazi hiki. Hii inatafsiriwa kwamba Yesu anatumia lugha hii ya picha kutoa unabii wa kifo chake, yaani ufufuko wake. Kama vile Yona alivyokaa ndani ya tumbo la samaki kwa muda wa siku 3 kabla ya yule samaki kumtapika pwani, na ndivyo mwana wa Adamu baada ya mateso na kifo chake atakavyokaa kaburini kwa muda wa siku 3 kabla ya kufufuka. Ndugu wapendwa, Wayahudi wao walidai ishara ili waamini, lakini sisi kama Wakristo hatuna haja ya kudai wala kutafuta ishara ili tuamini, kwani ishara tunayo tayari, nayo ni Yesu Kristo mwenyewe. Kila siku katika maisha yetu anatutendea miujiza na matendo mbalimbali. Anatujalia uhai, anatujalia afya njema, anatupa nguvu ya kufanya mambo mengi, na tena mambo mengine, mambo makubwa. Na yeye ndiye anayetutegemeza. Na kwa kweli
anajitokeza kwetu kwa namna mbalimbali, kama vile katika wagonjwa, wenye njaa, wenye kiu, walio uchi, wageni na katika wafungwa. Kwa hiyo tumuone Yesu katika makundi ya watu hawa, na ni mwaliko kwetu katika kipindi hiki cha Kwaresima na siku zote za maisha yetu kumuona Yesu katika makundi hayo ya watu, wala tusitapetape huku na kule kumtafuta Mungu katika miujiza, kwani Yesu anapatikana katika hao watu. Ndiyo maana anasema, kadiri mlivyomtendea mmojawapo wa hao ndugu zangu walio wadogo, mlinitendea mimi. Lakini pia bado Yesu haishii hapo tu, anaendelea kuambia ya kwamba watu wa Ninawi watasimama siku ya hukumu pamoja na kizazi hiki, nao watakihukumu kuwa na hatia, kwa sababu wao walitubu kwa mahubiri ya Yona, na hapa pana mkubwa kuliko Yona. Hawa watu wa Ninawi, wao walikuwa ni watu wa mataifa, yaani wapagani, watu ambao hawakufanya agano na Mungu kama taifa la Israeli. Lakini kwao walipohubiriwa, ilikuwa rahisi kuacha njia zao mbaya na kumrudia Mwenyezi Mungu. Lakini kwa Wayahudi, ingawaje walikuwa ni watu ambao wanaishi katika agano na Mungu, tayari wana ule mwanga wa kwamba kuna Mungu ambaye yuko na ndiye aliyewatoa utumwani nchini Misri. Lakini wao kwa mahubiri ya Yesu, japokuwa ni Mungu, hawakupata kutubu. Na Yesu anawaambia hapa, pana mkubwa kuliko Yona. Maana yake yeye ndiye kilele na ukamilifu wa ishara ya Yona, ambapo atawakomboa watu kupitia mateso, kifo chake pamoja na ufufuko. Na yeye ukombozi wake sio kwa ajili ya mji mmoja kama alivyofanya Yona kwenda kuhubiri toba katika mji wa Ninawi, bali ni kwa watu wote, yaani kwa kila lugha, kabila, jamaa na taifa. Katika kuendelea kukazia fundisho hilo la toba, pia Yesu anatumia mfano wa Malkia wa Kusini, yaani Malkia wa Sheba, kwamba naye atawahukumu kuwa na hatia, kwa sababu yeye alitoka ncha za dunia ili aisikie hekima ya Suleimani, na hapa pana mkubwa kuliko Suleimani. Kama tunavyofahamu, Malkia wa Sheba, baada ya kusikia hekima ya Suleimani na kuona ni namna gani mambo yake yalivyokuwa yamepangiliwa, tunaambiwa roho yake ilizimia. Kwa upande mwingine, Malkia wa Sheba anasimama au anawakilisha mataifa, yaani wapagani, ambao baadaye walikuja kumtambua Mungu wa kweli. Yaani kama vile yeye alivyoitambua hekima ya Suleimani, ndivyo na watu wa mataifa walivyomtambua Mungu kwa baadaye. Tena kama vile Malkia wa Sheba alivyosafiri kutoka mbali ili kuja kuisikiliza hekima ya Suleimani, na kanisa pia, yaani kanisa la wasafiri, liko katika safari ya kumwelekea Kristo ambaye ndiye kilele cha hekima yote. Lakini utofauti uliopo kati ya Malkia wa Sheba na Wayahudi ni kwamba Malkia wa Sheba alifuata hekima ya Suleimani, ambayo Suleimani alikuwa amejaliwa na Mwenyezi Mungu, kama tunavyokumbuka katika kitabu cha pili cha Mambo ya Nyakati sura ya 1 aya 7. Suleimani anaambiwa, omba utakalo nikupe, naye anaomba hekima. Lakini Wayahudi wao walipata bahati ya kukaa na hekima yenyewe, ambayo ndiyo Yesu Kristo. Wakatembea nayo, wakala nayo, wakaongea nayo ana kwa ana, na wakaishika, kama vile yule mwanamke aliyeamini kwamba mimi nikishika vazi lake tu nitapona, lakini bado hawakusadiki na kutubu. Kumbe wapendwa, taifa la Mungu, kama tunavyofahamu ya kwamba sasa hivi tupo katika kipindi cha Kwaresima, ni mwaliko pia kwetu kujichunguza na kujitafakari katika mioyo yetu. Tuna uhusiano mzuri na Mwenyezi Mungu? Tunaalikwa
Tutubu, tusifanye mioyo yetu kuwa migumu kama ya hawa Wayahudi. Na kushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frateli Darius Dinus Kingi wa shirika la wamisionari wa damu takatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Pigeni tarumbeta katika Sayuni, kusanyeni wazee, kusanyeni watoto. Nirudieni mimi asema